Za wakati huu mtazamaji, karibu katika habari kwa ufupi kutoka hapa Kisima cha Uzima TV. Msomaji wako ni Naomi Fumbuka. Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa TAMISEMI, Riziki Shamdoe amemshukuru Rais Samia Suluhu Hassan kwa kuipatia hospitali ya wilaya ya Lushoto gari jipya la wagonjwa. Shukrani hizo zimetolewa wakati wa mapokezi ya Mwenge wa Uhuru wilayani humo, ambapo gari hilo limekabidhiwa rasmi kwa wananchi na kusema kuwa litasaidia kutatua changamoto ya usafiri wa dharura. Sanjali na hilo, Mwenge wa Uhuru umekagua na kuweka mawe ya msingi katika miradi mbalimbali ya maendeleo wilayani humo, ikiwemo barabara, matenki ya maji, madarasa na miradi ya vijana. Ndugu viongozi, ndugu wananchi, leo hii tunaupokea Mwenge wa Uhuru hapa kwenye jimbo la Lushoto, lakini pia jimbo la Mlalo, maana yake kwenye halmashauri ya wilaya ya Lushoto. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge, leo hii tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutupatia gari la wagonjwa, gari la kubeba wagonjwa. Gari hili Mheshimiwa na ndugu yangu kiongozi wa mbio za Mwenge, ni gari ambalo litatumika kwenye hospitali yetu ya wilaya. Hapa Lushoto tuna kata 33. Katika kata 33 tuna vituo vya afya 8, na katika vituo vya afya 8 ni vituo vitatu ambavyo vilikuwa na magari ya wagonjwa. Moja ya vituo hivyo ilikuwa ni kituo cha Mlola, ambacho gari ya kituo cha Mlola baada ya kukosa gari kwenye hospitali ya halmashauri lilichukuliwa ili litumike pale. Leo hii Mheshimiwa na ndugu yangu kiongozi wa mbio za Mwenge, tumepata gari hii ambayo itatumika kwenye hospitali ya wilaya, na ile ya Mlola itarudi Mlola ili ikawatumikie wananchi wa Mlola. Lushoto oye! Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuona kwamba anaweza kuendelea kuwapenda wananchi wa Lushoto kwa kuwapa gari hii. Asante sana, tukukaribishe wewe na timu yako jimbo la Lushoto, wilaya ya Lushoto, halmashauri ya Lushoto. Karibu sana Lushoto hoye! Tumefurahishwa sana na jambo hili ambalo limefanyika hapa. Kipekee sana nimshukuru Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa jinsi ambavyo anaendelea kuboresha sekta ya afya. Kila kona sasa wananchi wanapata huduma pahala ambapo ni karibu kabisa na makazi yao. Kila sehemu kuna vituo vya afya, kuna zahanati, lakini Mheshimiwa Rais anaendelea kuleta magari ambayo yanakwenda kuwahudumia Watanzania. Na leo hapa tunaona gari jipya kabisa ambalo Mheshimiwa Rais amelileta Lushoto liwahudumie Watanzania wa Lushoto. Liko pale na sasa tuko tayari kwenda kukabidhi hilo gari ili iendelee kuwahudumia wana Lushoto. Mwenge wa Uhuru umefurahishwa sana na hilo huduma ambayo Mheshimiwa Rais ameileta kwa wana Lushoto. Tunamshukuru sana mama yetu, tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa anaifanya ya kuwahudumia Watanzania, kuwahudumia wana Lushoto. Asante sana. Serikali kupitia wakala wa nishati vijijini imewekeza shilingi bilioni 3.1234 kufikisha huduma ya umeme katika mwambao wa Ziwa Nyasa, halmashauri ya wilaya ya Ludewa, kwa lengo la kufungua fursa za kiuchumi na kuboresha maisha ya wananchi. Hayo yamesemwa na kaimu mkurugenzi wa umeme vijijini Thomas Mbaga, kuwa serikali inalenga kuhakikisha umeme unakuwa chachu ya maendeleo ya kiuchumi kwa kuongeza thamani ya mazao ya kilimo na uvuvi kupitia matumizi ya teknolojia za kisasa. Aidha, mkurugenzi mwendeshaji wa SUMA JKT James Mhame amewahimiza wananchi kupitia hafla hiyo kwamba kuhakikisha miundombinu ya ndani ya majengo yao ili waweze kuunganishwa umeme kwa wakati. Sasa umeme umefika. Sasa umeme umeonekana. Sasa umeme umewaka. Umewaka au hujawaka? Umewaka. Sasa kama umewaka, na umeme ni ufunguo wa kila kitu. Nishati ya umeme ni ufunguo wa kila kitu. Na ukiangalia mazingira ya huku, hii uwanda huo, kanda ya Ziwa, mlivyokaa, kuna mambo mengi ambayo mnaweza kuyafanya
baada ya umeme huu kuwafikia. Mambo mengi. Kwanza la kuanzia kila nyumba kuweza kuunganishiwa umeme. Hilo ndo ambalo tunatamani liwe. Mmeambiwa gharama ya umeme huo kutoka huko Matembe mpaka huko bilioni 3, na mkaambiwa zikipangwa hizo zinaweza zikafika mbali sana. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ametenga hizo pesa huku, ameridhia hizo pesa zimetoka kwa ajili ya nishati hii ya umeme kuwafikia na nyinyi. Umeme umefika, kuna vitu vingi ambavyo vinaweza vikafanyika. Zote hizo ni fursa kwa watu mbalimbali, vijana, kina mama. Huku nimeona wanatengeneza hata vyungu. Si mnatengeneza vyungu vingi tu. Sasa nyinyi huku tena udongo wenu mzuri, mnaweza mkawa mnatengeneza hata majiko yale banifu yanayotokana na udongo huku, na hayo mkawa mnauza sehemu nyingine. Na pia kitu tunachowaomba wananchi ni kuhakikisha miundombinu ambayo tumeileta huku kwa gharama kubwa sana. Hizo gharama shilingi bilioni 3.124 ni kubwa sana. Na mazingira yalivyokaa ni vizuri wananchi wakajitokeza kuhakikisha kwamba wanalinda miundombinu ili miundombinu hii idumu na kuwanufaisha. Na tumewaasa kwamba umeme huu usiwe tu ni wa kuwasha taa, uwe ni kichocheo cha shughuli zao za kimaendeleo. Kwa mfano shughuli, kwa sababu huku mazao mengi wanayolima ni mhogo, mazao mengi pia wanapata mazao ya ziwa ambayo ni dagaa na samaki. Kwa umeme huu utawasaidia sana katika kuhifadhi dagaa, kuhifadhi samaki ili kuongeza thamani na zisiharibike kwa haraka. Zaidi ya watu 900 wamethibitishwa kufariki dunia na wengine 3360 kujeruhiwa kufuatia matetemeko mawili makubwa ya ardhi yaliyoikumba nchi ya Venezuela. Serikali ya nchi hiyo imesema majeruhi wanapatiwa matibabu katika vituo vya muda baada ya majengo mengi kuharibika, yakiwemo yaliyopo katika mji mkuu wa Caracas. Afisa mkuu wa serikali amesema matetemeko hayo yametokea ndani ya sekunde chache kutoka moja hadi nyingine, huku tetemeko la pili lenye ukubwa wa kimo cha 7.5 limekuwa miongoni mwa makubwa zaidi kuwahi kutokea nchini humo. Aidha, serikali imeeleza kuwa mamia ya waokoaji kutoka mataifa mbalimbali wamewasili nchini kusaidia shughuli za uokoaji, huku wengine wakitarajiwa kuendelea kufika katika nchi hiyo. Na huo ndio mwisho wa habari kwa ufupi kutoka hapa Kisima cha Uzima TV. Usiache kufuatilia hapo baadaye habari kamili.